makala ya Jueni Kweli. Hiyo Biblia, swali nzuri. Utatu wa Mungu ukoje kweli? Je, utatu wa Mungu ni somo la kibiblia kweli kweli? Asante kwa swali nzuri. Watu wengi wanakataa kukubali utatu wa Mungu. Wengine wanasisitiza kwamba Mungu ni mmoja basi. Wengine wanadai ni ngumu sana kuelewa namna ya kupatanisha mawazo ya utatu na umoja wa Mungu. Wengine wanasema Wakristo wana miungu mitatu, si moja. Basi Biblia inasemaje juu ya mambo haya? Je, utatu wa Mungu ni somo la kibiblia kweli kweli? Hebu tufikirie nafsi ya Mungu. Tutakapozungumza utatu wa Mungu, ni muhimu kujua kwamba lugha ya utatu haimo katika Biblia. Ni neno ambalo limetumika na wanatheolojia katika kueleza jinsi wanavyoelewa mafundisho ya Biblia juu ya Mungu wetu. Ukweli ni kwamba Mungu ni mmoja. Tulishawahi kuona hivyo katika somo lingine lililotangulia. Katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 4, tunasikia kwamba Bwana Mungu wetu ndiye mmoja. Lakini maandiko yanatufundisha kwamba katika umoja wa Mungu kuna nafsi tatu za milele ambao wana usawa wa kujulikana kama Mungu, ila kila moja ni tofauti na nafsi mwingine. Biblia inatuelekeza katika mafundisho haya katika Agano la Kale na katika Agano Jipya pia. Mistari inayotaja jina la Mungu kama Elohim katika Agano la Kale, mfano Mwanzo 1:1 au 1:26, inadokezea kwamba kuna wengi katika Mungu mmoja. Tukichunguza kwa makini Mwanzo 1:26, tunasoma kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Lugha hii ya wengi inadalilisha wengi uliopo katika Mungu mmoja. Katika Agano Jipya, picha hii ya kibiblia inazidi kuwa wazi. Tunasoma juu ya Mungu Baba katika Yohana 6:27, juu ya Mungu Mwana katika Waebrania 1:8, na juu ya Mungu Roho Mtakatifu katika Matendo 5 mstari wa 3 hadi wa 4. Hata hivyo, wote hawa wanahusiana kwa pamoja katika umoja. Katika Mathayo 28 mstari wa 18 na kufuata, Baba, Mwana na Roho wanatajwa kwa pamoja, lakini maandiko yameandikwa hivi: ni jina la na sio majina ya. Na ndivyo ilivyo tena katika waraka wa pili wa Korintho mlango wa 13 mstari wa 14. Kwa hiyo tuchunguze zaidi sifa za kila nafsi ya Mungu. Mungu Baba anajulikana kama Baba kwa sababu ndiye Baba juu ya uumbaji wote, na wanadamu ni wazao wake. Matendo 17:29. Zaidi ya hayo, yeye ni Baba wa Bwana Yesu Kristo. Tazama Mathayo 3 mstari wa 17. Na tena ndiye Baba wa waamini wa Kristo, wote ambao wanapewa haki ya kumwita Abba, Baba. Tazama Warumi 8:15. Mungu Baba ndiye mtunzi au author kwa Kiingereza wa habari za wokovu katika Kristo, kama tunasoma katika Waefeso 1:3 hadi 6. Yeye ndiye aliyemtuma mpendwa wake, mwanaye wa pekee, ili awe kipatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 4 mstari wa 10. Tazame tena Mungu Mwana. Tunajua kwamba Mwana ndiye Mungu pia, kwa sababu habari zake zinasimuliwa katika Biblia.
Sifa za Mungu zinahesabiwa kuwa sifa zake pia. Chunguza Waebrania mlango wa 1 mstari wa 2 hadi wa 3. Hapo tunajifunza kwamba ni kwa mwana vitu vyote viliumbwa. Tena maandiko yanasema kwamba mwana ni chapa ya nafsi yake Mungu na mng'ao wa utukufu wake. Wala si hivyo tu. Katika kitabu cha Ufunuo tunasoma kwamba mwana ni mwanzo na mwisho wa vitu vyote. Ufunuo 22 mstari wa 13. Naye ana mamlaka yote juu ya uzima na mauti. Ufunuo 1:17 hadi 18. Katika maisha yake duniani, watu walimstaajabia kwa sababu alisamehe dhambi. Marko mlango wa 2 mstari wa 5 hadi wa 10. Naye alithibitisha madai yake kuwa na mamlaka huu kwa kumponya mgonjwa aliyepoza. Mapepo wachafu nao walimtambua Yesu Kristo kama Mungu mwana. Katika Marko 3 mstari wa 11 tunasoma kwamba kila walipomwona wakalia wakisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Hata lugha nyingine ya Biblia inathibitisha kwamba mwana ndiye Mungu katika njia mbalimbali. Yohana katika injili yake anachukua nafasi kueleza kwamba mwana alikuwako tangu mwanzo kwa kumtaja kama neno. Tena anaeleza kwamba neno alishiriki sifa zote za Mungu. Tazama Yohana 1:1 hadi 5. Lakini anatufundisha kwa kusema katika mstari wa 14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana wa pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Baba ni Mungu, mwana ni Mungu, na hatimaye Roho Mtakatifu naye yeye ni Mungu. Mungu mmoja katika nafsi tatu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu. Si nguvu fulani au uwezo fulani, ingawa anawapa waamini nguvu na uwezo, bali ni nafsi ya Mungu. Anaweza kuwa na uhusiano wa kibinafsi na kila muamini wa Kristo. Hebu tuangalie mafundisho machache ya Biblia kutusaidia kuelewa Roho ni nani, kuthibitisha yeye naye ni Mungu. Roho alishiriki katika uumbaji akiwepo tangu mwanzo, akionyesha nguvu zake akitawala juu ya uso wa maji. Mwanzo 1 mstari wa 2. Roho anajua mambo yote. Waraka wa kwanza wa Wakorintho mlango wa 2 mstari wa 10 na 11. Naye anakuwako kila mahali kwa wakati moja. Tazama Zaburi 139 mstari wa 7. Yeye ni wa kweli. Yohana 14 mstari wa 17. Ni mtakatifu. Luka 11:13. Na mwenye hekima yote. Isaya 40 mstari wa 13. Zaidi ya haya yote, Roho Mtakatifu anafanya kazi ambazo zinajulikana kama kazi za Mungu tu. Kwa mfano, anashiriki katika kumfanya Kristo kuzaliwa katika mwili. Luka 1:35. Anawezesha manabii na waandishi wengine wa Biblia kuandika neno la Mungu. Tazama waraka wa pili wa Petro mlango wa 1 mstari wa 21. Anawashawishi wanadamu juu ya dhambi na haki na hukumu. Yohana 16:8. Anazalisha waamini kwa mara ya pili ili wawe hai katika Roho. Yohana 3:5 hadi 6. Katika maandiko mbalimbali tunasoma kwamba Roho anasaidia. Yohana 14:16. Anaombea waamini. Warumi 8:26. Na kuwatakasa. Waraka wa pili wa Thesalonike mlango wa 2 mstari wa 13.
Bila shaka umefurahi kusikia habari hizi za kufundisha juu ya Mungu wetu, jinsi alivyo moja, mwenye nafsi tatu. Tumesoma sehemu mbalimbali katika Biblia kutetea imani hiyo, lakini majina ya nafsi tatu za Mungu yanatajwa mara kadhaa katika Biblia kwa pamoja kuthibitisha usawa wa kila nafsi katika uungu. Tulishawaelekeza katika Mathayo 28:18 hadi 20, agizo kuu lililotolewa na Yesu kwa wanafunzi wake, akiwatuma kuwabatiza waamini wengine kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini leo tutafunga somo letu kwa baraka kutoka katika waraka wa pili wa Wakorintho mlango wa 13 mstari wa 14. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina. Baraka huu ni mfano wetu wa mwisho kuthibitisha kwamba ndio somo la utatu wa Mungu ni somo la kibiblia kweli kweli. Ndio Biblia. Swali nzuri. Utatu wa Mungu ni yukoje kweli? Makala ya Jueni Kweli.